Kwa hivyo anasema hii ndio first aid ya kwanza, ni first aid ya kwanza. Hana ile itikadi kwa haya maji ninayokunywa haya ambayo ndani yake nimeyasomea aya za maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yataniponya, ngoja nijaribu nione kama itafanya, na isipofanya si ajabu wakawaita waongo. Tatizo ni wewe mgonjwa, kwa sababu huwezi kusema mimi nakwenda kujaribu. Hakuna kujaribu. Kuna utofauti gani yani baina ya ruqya, tibu nabari, uchawi na tiba ya kienyeji? Mtume sallallahu amesema inna fi habati saudai shifaun likulli dain illa sam, hakika katika habati sauda kuna ponyo kwa kila ugonjwa isipokuwa mauti. Yaweke kwenye chungu, chemsha, mkoga yale maji, kunywa, mengine umepona. Sheikh, mimi naweza kufungua kituo hapo wawe haya madini. Kuna jambo ambalo lipo na hisi ni katika tabia ya watu hapa tushazungumza sasa hivi. Kuna watu wana tabia ya kujaribu jaribu, yani Sheikh Nduli ambaye alisema lazima kwanza uitakidi wewe mwenyewe ndani kwa haya mambo ndo ambayo ataniponya, lakini mnasema ngoja nijaribu nione, yani hata hai kwenye moyo wake hana ile itikadi kwa haya maji ninayokunywa haya ambayo ndani yake nimeyasomea aya za maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yataniponya, ngoja nijaribu nione kama itafanya, na isipofanya si ajabu wakawaita waongo hao. Na huyo ambaye anasema anajaribu hawezi kupata matokeo ya tiba. So, wengi wana ile kujaribu, hawezi kupata, na ndio maana ndugu yangu na Sheikh Nduli wanahangaika sana na hawa wagonjwa. Matokeo yake mtu anatoka pale anasema shekhe bana, yule siku hizi atibii yule. Tatizo sio shekhe, tatizo sio shekhe. Kuna hadithi nilisoma, tatizo sio shekhe, tatizo ungeisoma, mtume anasema ungeisoma tatizo ni wewe. Tatizo unatoka tunateguka. Tatizo ni wewe mgonjwa, tatizo ni wewe mgonjwa, kwa sababu huwezi kusema mimi nakwenda kujaribu. Hakuna kujaribu. Shekhe amezungumza maneno mazito hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema audhu bikalimati llahi tama. Audhu bikalimati llahi tama. Kalimati llahi tama la yujawizuhunna insun wala jinu. Sawa? Hapiti hapo si mwanadamu, si jini, si kiumbe chochote kwenye kalimati llahi tama. Kalimati llahi tama ni yale ambayo anayatumia Mwenyezi Mungu, kun fayakun. Haya yanaitwa kalimatullahi tama. Hayo Mwenyezi Mungu akisema kuwa, kinakuwa. Sasa vipi mtu asipate shifaa kwenye hii? Na ndugu yangu Nduli alinukuu aya kwanza kabisa ambayo Nabii Ibrahimu anasema wa idha maridtu fahuwa yashfi. Sawa? Nikiumwa mimi Nabii Ibrahim, anainiponya ni nani? Allah tabaraka wa taala. Yeye ndo mponyaji. Sasa yeye ndo kaleta njia ya ruqya kwamba watu wapitie tiba kupitia maneno yake. Sasa mtu anapochukua kwamba kipaumbele sio maneno ya Mwenyezi Mungu na tiba alizotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu anapotea. Sasa anaenda kwa Sheikh Nduli, mazali kisha enda hospitali kashindwa sana, anasema tu ngoja tukajaribu na huku. Sasa kujaribu kwenye sheria hakuna. Sheikh Rajab, kabla hujaendelea na swali linalofuata, kuna vitu ambavyo vinatatiza. Mimi nishawahi kusikia mtu yani ana maradhi ya kansa, sawa, imeshindikana, wanasema ngoja tuwapeleke vijijini, sawa, kule atapata labda tiba za mitishamba, huenda zikamsaidia. Kuna utofauti gani baina ya ruqya? Kuna vitu ambavyo kuna mistalaha ambayo inatumika. Kuna ruqya, sijui kuna wengine wanasema tibul nabawi, sijui, alafu kuna matibabu ya kienyeji na kuna uchawi watu wanaotumia kama tiba pia. Sisemi uchawi ya kudhuru, yani mtu anakwenda kwa mganga, bana mimi nimeona mimi siko vizuri hivi hizi siku,
Ama kama shendo unasema unakwenda hospitali huzai, kwa mfano, unakwenda daktari anakuambia yeye kila kitu chako kiko sawa, mtu anaenda anajaribu kwingine, umeona, ima aende sijui kwa mitishia huko, tena wanakuita vijijini huko, ndo kuna wale wazee maveteran wale wenyewe wale wengine, mtu unaingia anakwambia tu tatizo hili, anakwambia tatizo kitu kama hiyo. Kuna utofauti gani yani baina ya ruqya, tibu nabari, uchawi na tiba ya kienyeji? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lam yamzi samani kidogo pacha, utaendelea, hamna neno. Mimi nilikuwa nataka kwanza kuunganisha kitu pale kwenye kujaribu pale, ndio tukipaacha pale ni kwa na kitu nitaka kuchangia, tunaweza tusirudi tena pia pangalizo ikawepo, kukiwa na jambo tumaliza kabisa. Kwenye kujaribu ndio tulikopata hasara. Sawa, maneno ya Kiarabu anasema kitu hiki ni mujarrab. Ndio Mujarabu haina maana kwamba kinatakiwa kujaribiwa. Hapana, kimefanya kikanufaisha. Yani mujarabu kwa maana ya kwamba kilijaribiwa kikafaa. Sasa unapoomboka, yani unasema mujarabu kwenye lugha ya Kiarabu aka imeshafanyiwa utafiti. Ndio maana ya mujarabu. Tujaribu na sasa mujarabu ni kwamba imeshafanyiwa utafiti. Hii mujarabu maana yake itakiwa ijaribiwa. Hapana. Jambo la pili, kwa nini hatunufaiki sisi na habati sauda? Mtume za sallam amesema inna fi habati sauda shifau likulli dain illa sam. Hakika katika habati sauda kuna ponyo kwa kila ugonjwa isipokuwa mauti. Kwa maana yule ambaye amekadiriwa kufa, huyu hakuna dawa ya kumfanya asife. Lakini kuhusu magonjwa imo ndani ya habari sauda. Unadhani maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini hatunufaiki nayo? Tunapotumia habari sauda tunajaribu. Yani kwanza asa ngoja tu njaribu, maki nimekunywa dawa kutoka Marekani, kutoka Australia, kutoka sasa bwana niambiwa habari sauda, leteni habari sauda njaribu. Sasa huyu anajaribu hivi, ni nani wa kuambiwa vitu vyake vijaribiwe? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam au yule daktari Marekani au yule daktari South Africa au daktari Canada? Sio wale ndo wana haki ya kuambiwa tujaribu, kwa sababu ni binadamu wa kawaida. Huyo aliyetumwa na mponyaji, aliyetumwa na mwenye nguvu zote, mwenye uwezo wote, aliyetumwa mwenye mamlaka yote, huyu ndo kusema tumjaribu. Sio tunatakiwa tuwe na tunatumia tukiwa na yakini, ndio sio kuamini tu peke yake. Tuwe na imani ya juu, ile wanasema yakini ndio daraja ya juu ya imani, ambao la yusawiru shaka, yani hakuna shaka hata nukta, yani 100% kwamba mimi hapa Mtume alayhi salatu wassalam amesema hapa maradhi yangu ya saratani yatapona na hii. Wallahi kuna watu wamepona saratani kwa habati sauda pale walipokuwa na yakini kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amesema maneno haya kaelekezwa kutoka mbingu ya 7 na mwenye mamlaka yote, aliyeumba kansa, aliyeumba magonjwa yote, aliyeumba kila kitu, kaelekezwa. Na mimi natumia hii, sina shaka. Na Allah azza wa jalla anaangalia katika moyo ule mja, anakuta kuna yakini, anatumia, anapona maradhi yake, kwa sababu shifaun likulli dain, yani ponyo kwa kila ugonjwa, illa sam, isipokuwa umauti. Sasa hii kujaribu, nitaka kuunganisha kitu, ndo tumekula hasara. Yani Waislamu tuna hazina kubwa sana, lakini hata mimi imenigusa, kwa sababu hapa Soda mwanangu alipokuwa anaumwa kifua baada ya kujaribu huko jaribu habari sana. Nitaka kuunganisha hapo, ili mwache pacha endelee na ufafanuzi swali hili. Naam, ulikuwa unataka tofauti aina ya uchawi, ruqya na tiba za kienyeji. Ruqya tumeshaizungumza, ni mjumuiko wa aya na adiya ambazo zimepokelewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii inaitwa ruqya, sijui tumeelewana. Sasa kuna kitu kinaita tib, ambayo vile vile kaielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tiba
Sawa, tiba sasa ni kutumia mitishamba, ni kutumia mchanga, ni kutumia magome, ni kutumia mizizi, ni kutumia, sijui tumeelewana? Hizi zote zinaitwa tiba. Kutoa sadaka, hizi zote ni aina ya tiba. Hapa hujasoma chochote, sawa, lakini ni aina ya tiba hizi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezifanya. Sawa bwana. Sasa hizi hazikataani na rukia kwanza, na hivi vyote viwili vinaweza vikaenda sambamba. Unaweza ukasoma rukia wakati huo unatumia tiba. Sawa. Na sisi hapa tunawaambia watu, hatusemi kwamba mtu atakayesoma rukia asiende hospitali, kwa sababu hivi vitu havikataani wala haizuii wala havipingani. Ndio sisi tumeelewana. Havipingani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam umemwona kama anasema mmeenda kwenye mji fulani mmepata homa, anasema unachukua kidole chako unakiweka mate, unaweka kwenye mchanga, sawa, unaomba dua aliomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaweka kwenye maji, yale maji unakunywa pale, unaishi salama. Tupe tena Sheikh. Hiyo kuna mawe. Tupe tena. Sawa bana. Mji mpya. Umeenda mji mpya. Umesikia pale usikii. Weka kidole chako mchanga. Mate, weka kwenye mchanga hapa. Sawa? Ukitoka hapo weka kwenye maji. Ukitoka pale maji yale kunywa. Sawa? Na hii tunaonyesha kwamba hata hawa wanaosema kwamba wameendelea kwenye tiba, angalia tiba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, kwamba sisi miili yetu ina ilaka, yani ina mafungamano sana na ardhi. Sijui tumeelewana? Ina mafungamano sana na ardhi. Na hata wanasema wanazuoni kwamba wewe ukiona kama unajua kuna athari kubwa sana ya matibabu ya ile sehemu wewe uliozaliwa. Sijui tumeelewana? Ile sehemu ambayo wewe umezaliwa, utakanyagia wewe mwenyewe hapo. Sehemu uliozaliwa ile ina athari, yani kama unaumwa sana, umefanya matibabu, nenda kule ulikozaliwa kule. Kile kijiji ulichozaliwa kile, wewe nenda pale kijijini pale, chukua mchanga ule, fanya kama hivyo, chukua majani ya ule mji ule, majani mbalimbali, yaweke kwenye chungu, chemsha, koga yale maji, kunywa, mengine, umepona. Sheikh, mimi naweza kufungua kituo hapo wawe haya madini. Sasa ngoja kwanza angalizo. Unajua kuna watu wana peni na daftari wanaandika hapo. Wakitoka hapo tumesoma kwa Sheikh Nduli. Unaona bala lenyewe yule. Sasa Sheikh Nduli utupe sasa kwamba tiba ya vitu vingine ni tiba mujarrab, zimeshafanyiwa utafiti na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezizungumza na ushahidi kama ulivyotaka kutuonyesha hapo awali. Mimi nilitaka nilikuwa na kuonyesha ile tiba ambayo ulikuwa unatufundisha. Naam. Biriki baadhi. Nilikuwa na kuonyesha ile dua. Naam. Kwa urefu wake. Naam. Utufundishe kabisa hapa. Sawa sawa. Ndio nilikuwa na kuonyesha. Bismillahi. Naam. Turbatu ardina birikati ba'dina. Naam. Yashfi saqimuna biidhni rabbina. Unaona sasa walivekea tamatame baada ya kuweka mate kwenye kidole chako kwenye mchanga, ndio unasema maneno haya. Sawa. Anasema hivi, bismillahi turbat ardina, kwa jina turbat ardina, kwa jina la Mwenyezi Mungu na mchanga wa ardhi yetu hii tuliosimama hapa, biriki baadhina, na kwa kutumia mate ya baadhi yetu. Sawa. Yushfa sakimuna biidhni rabbina, bila shaka mgonjwa wetu atapata ponyo kwa idhini ya Mola wetu, kwa sababu mambo yote lazima yarudi kwa nani?
kwa Allah tabaraka wa taala. Sheikh Maulid, hapo kidogo mimi nikuombe urudie hiyo dua moja kwa moja bila kuikatiza wala kuitafsiri, ili angalau wale watu wetu wenye kalamu watanukuu kitu sahihi faida pia zaidi, tupate clip yake hata isambaa zaidi na kaisi kuijelea kuwa anaweza kujibu. Sawa. Kwanza anafanyaje paka atakapoisoma pia tueleze kuanzia kwenye mate kuweka sidole. Anasema huu ni mwongozo wa mama Aisha. Anasema ana Aisha radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam kana idha arada an yarqi maridan, Mtume alikuwa akitaka kumponya mgonjwa, yani kumsomea mgonjwa, yabulu usbiahu birikihi, sawa, kidole chake anakirowesha kwa mate yake, thumma yaghmisuha fi turabin, kisha kile kidole Mtume anakichovya kwenye mchanga, thumma yamsahu dhalika almarida biisbihi, kisha kile kidole na ule mchanga na yale mate anampaka mgonjwa kutumia kidole chake. Thumma yakul, kisha Mtume anasema bismillah turbat ardhina birikati badhina yushfa sakimuna biidhni rabbina. Unaona maneno matamu hayo jalla jalalu. Wallahi raha, Uislamu raha. Ndio maana nataka pacha unganishe kabisa. Ukia nao Msami, sijui utaenda lini kwa daktari. Siamini kuna mazungumzo yetu ya leo katika podcast hii wa wengi katika watazamaji wetu wanabaki hilo mwana, yani hiyo kama ng'ombe sisi wanaotufuatilia. Sheikh Maul, umegusia maeneo mawili sasa. Kwa bado Abubakar nadhani alikutajia maeneo manne na tiba ambayo umeizungumza. Sasa kuna uchawi na tiba ya kienyeji ambayo watu wanaenda huko vijijini. Tukisema tiba ya kienyeji tusende kwenye uchawi. Tukisema tiba ya kienyeji hakuna tiba ya kienyeji, hakuna tiba ya kienyeji. Utasema tiba ya asili, tiba ya asili, kwa sababu leo wewe unaweza kwenda, wazee zamani unaweza kwenda tu kimwadithia tu, anakwambia wewe bana kakate ule, unaona ule mwembe ule, kata magome yake, kachukue na majani ya mpera, chemsha, kunywa na ukinywa unapona. Sasa hii ni aina ya matibabu ambao walikuwa wanafanya wazee wetu, halina tatizo kwenye sheria madamu hakuna shaka, madhali hakuna kitu chochote ambacho kitakachokupelekea kwamba kule, au labda akakwambia lete, ukamwona anazungumza maneno ambayo hayafahamiki. Sasa hii sasa itakuwa, lakini kakwambia tuchukua magome ya mwembe na mizizi ya mnazi sijui na nini, chemsha, kunywa, hakuna neno eba. Kwa hiyo hii ni hizi zinaitwa tiba za asili, sio tiba za kienyeji. Hizi ni tiba za asili, na zimewasaidia watu wengi sana, na bado zinaendelea kuwasaidia watu wengi, kwa sababu hii miti Mwenyezi Mungu ameleta ni ponyo, tupate tiba kupitia hii miti, kama vile ambavyo tunahimizwa tupande miti, kwa sababu miti inachukua hewa yetu chafu, alafu yenyewe inatutemea hewa safi. Kwa hiyo hayo mambo matatu nimekujibu. La sihiri namwachia pacha wangu. Sasa kuna wazee wa mitunguli wenyewe kashakwambia na hii Sheikh Rajab ishatokea. Mimi kuna mtu namfahamu alikuwa anaumwa mguu, babake anaumwa mguu, ananieleza, sema umeenda hospitali, mguu unavimba kabisa, unaenda hospitali mpaka unataka kuanza kuoza, sasa unaanza vidonda mguu kabisa, hospitali wanashindwa. Anasema ikabidi wampeleke kwa mganga, anasema tabibu wa mganga ambaye alifanya mambo, asema mguu kapona. Si shekhe, hakutumia ruqya, yani hakutumia aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
wala wenyewe wanasema huu uchawi wewe umefanyiwa jambo, kwa hivyo akafanya na yeye. Huyu Sheikh Nduli, wakati unaelezea kuhusu uchawi, huyu naye atakuwa amefanya shirki ama la, kwa sababu baadaye amepona mguu wake huyu mtu. Kabla sija kwenda huko, Pachango amefanua vizuri sana kuhusiana na ruqya, tiba na katika upande wa dawa za asili ambako kuna misamiati na tiba za kienyeji. Labda tiba za kienyeji wanazokusudia watu ni zile tiba zilizofungamana na mila za kabila fulani, ndio hizo wanazita tiba hizo za wenyeji wa pale pale. Kwa mfano ukienda pale wanakwambia bwana, hapa sisi mtu kama anaumwa kama hivi huwa tunamfunga ngozi ya kondoo mguuni. Sasa haya maelekezo kufungwa ngozi ya kondoo mguuni inawezekana imetokana na mizimu, kwamba auchinjwe mbuzi mweusi, uchukuliwe ngozi yake afungwe kwenye mguu wake unaouma. Sasa hizo ndo tiba ambazo wanasema ni za kienyeji, lakini ni Kiswahili kizuri ni jadi. Sema za jadi ndo hizo, lakini Pacha amefanua vizuri kwamba tiba za kienyeji kwa ujumla amna, ni tiba za asili ambazo hakuna shida yoyote. Hata Waarabu wanazo za kwao, achilia mbali zile ambazo Mtume sallam zinazikwa kama tibi nabawi, lakini Waarabu wana tiba zao, na zingine Mtume sallam alipokuja akazipiga marufuku, kama kai ni wewe mgonjwa anauma muda mrefu, amepewa madawa siku nyingi, nini hajapona, anakuja mtu mtaalamu, panachukuliwa kisu au upanga, nawekwa kwenye moto mpaka kinakuwa chekundu, kinakuwa sawa sawa na mkaa, anakwenda kata ile sehemu chomwa. Hapana, anaichoma ile sehemu, anachomwa mguuni, kwenye nyayo, moshi unatoka bwana, anapiga kelele. Baada ya pale anakuwa amepona. Mtume sallam kwa sababu ya madhara haya akaja akaikataza, lakini kwa kunitiba ya kwao ya jadi, ya kwao tiba yao ya jadi akaikataza kwa sababu ina madhara hii, na hakuna viwango vya kuchoma. Kuna mwingine atamchoma mpaka mguu wote utakwisha, akasema hii hapana, ama tiba zingine ziendelee. Na katika upande huu wa madawa pia Mtume sallam aliulizwa na masahaba, ana tadawa ya Rasulullah, tutumie dawa au kwa Kiswahili kizuri tujitibu kwa madawa, mjumbe wa Allah? Qala naam, tadawa ya ibadallah fa inna Allah ma anzala daan illa anzala lahu shifa. Sema ndio, itibuni ni waja wa Allah, kwani Allah hajateremsha ugonjwa isipokuwa ameteremsha ponyo. Sasa kwa itikadi hii Muislamu hapaswi kuamini kwamba kuna ugonjwa ambao hauna dawa. Akiamini hivyo anapingana na maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, ambaye katumwa na Allah aseme kwamba hakuna ugonjwa isipokuwa na dawa. Likulli dain shifa, kila ugonjwa unapo, alima man alima wa jahila man jahil. Katika hadithi nyingine, atajua mwenye kujua, atakuwa hajui asijua, lakini kila ugonjwa. Usiseme tu ugonjwa una dawa, dawa ipo. Saratani una dawa, sema wewe hujui. Umefahamu? Mimi nilipenda sana maneno ya shekhe mmoja na Shekhe Suhaimi hafidhahullah taala, alipokuwa anaelezea katika masala ya mwezi wa ahkam siyam, akanaelezea amradun la yurja bur'uhu, magonjwa ambayo hayatarajiwi kupona. Akaweka kitu bracket, akasema walakin biurfina nahnu la biqudratillah. Wallahi nilipenda yale maneno mpaka machozi yataka kunitoka. Asema huyu shekhe, mbona wasomi wengi hapa hiki kipengele wakiweki? Kwa sababu unajua kitafsiri nitakuja. Mara nyingi mtu huhamia ugonjwa huu hautarajii kupona, itikadi yake inakwenda mbali zaidi, kwa hata Allah pia hawezi kuponya hapa. Hiyo ni kufuru billahi jalla wa ala. Hata Allah huyu amponye hawezi, maana yake kwa hawezi. Lakini shekhe akaona bora aweke kitu pale kilinde itikadi zetu sisi, akasema lakin biurfina, kwa mazoea yetu, la biqudratillah, si kwa uwezo wa Allah. Uwezo wa Allah hakuna kitu kinachoshindikana, huwa ala kulli shay'in qadir, hakuna kinachoshindikana.
Atakayeamini hivi anakuwa si Muislamu. Kuamini kwamba kuna vitu Allah anashindwa, unabakiaje kuwa Muislamu? Huwezi kubakia. Kwa hiyo katika upande huu ni lazima watu waamini kwamba kila ugonjwa una dawa, isipokuwa kuijua kwamba dawa hii Allah amejalia itibu ugonjwa huu, ndio jambo ambalo linaleta kidogo tabu. Sasa tuje katika upande wa magonjwa ambayo ni ya seher. Katika upande huu wa seher, kama alivyosema pacha wangu, ruqya inatibu magonjwa yote, sio sihiri tu, sio jini tu, sio hasadi tu, sio kijicho tu, kwa sababu hivi viti ambavyo watu wa kileo wanaviita magonjwa ambayo ni spiritual, yani magonjwa ya kiimani, yani yanaaminika tu. Unamkuta mtu kapinda pinda kwenye mwili, lakini kila akipimwa zile sababu za kisayansi za kibiolojia kwamba huyu kwa nini kapinda mikono, kapinda miguu na hainyoki, wanasema hatuoni sisi. Sasa huyu kapinda pinda alafu amuoni kwa sababu gani? Nyinyi si wataalamu. Kumbe kuna tatizo pale lisioonekana kwenye vipimo. Hili tatizo laweza kuwa seher, laweza kuwa sihiri, manake uchawi. Manake kwa Uislamu hata mambo sihiri pia hajui, anakwambia sihiri nini? Ni uchawi. Au jini, mas, au hasad. Na labda nilivyofanua tofauti ya kijicho na hasadi. Zote pamoja na jini. Yani huko nitakuja, lakini utata mkubwa uko hapa. Ain na hasad. Kwa sababu watu wengi nakwambia kijicho ndo hasadi yenyewe hiyo. Ni kweli watu wanasema hivyo Sheikh. Kabisa. Kijicho. Maulama wamefafanua kuhusiana na kijicho na hasadi. Kijicho wanasema ni nadharatul istihsan. Mtu anaangalia kitu kinamvutia. Tofauti ya hasadi na kijicho, wanasema kijicho ni nadharatul istihsan. Yani mtu anaangalia kitu kinamvutia. Ndio maana mtu anaweza kumpiga kijicho mwanawe, anaweza kumpiga kijicho mkewe, au yeye mwenyewe. Ngoja gari yake. Taratibu. Unajipiga mwenyewe, unampiga mwanawe unantenda, na mke wako unampenda, unampiga kijicho. Kivipi Sheikh? Amekuvutia lakini hujamtakia baraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallam ameagiza na amefundisha kwamba utakapoona kuna kitu kinakufurahisha, unakipenda, kinakuridhisha, unakiona kizuri kwako wewe, kinakupa utulivu wa moyo, basi sema masha Allah. Hili neno ni muhimu sana. Sema masha Allah. Na usiposema, maana yake hiki kitu kinaweza kupata madhara. Kama wewe kwenye moyo wako kuna nguvu ya kijicho, itaathiri ile. Kwa hivyo kuna watu wanatofautiana. Watu wanatofautiana. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba nyoyo zetu tofauti tofauti. Kuna mtu ana moyo mgumu, kuna mtu ana moyo mwepesi, kuna mtu ana moyo wenye nguvu, kuna mtu ni tofauti. Unavyoona huyu anaweza kupigwa kofi akapiga kelele mpaka mtaa wa 4. Huyu mwingine akapigwa kofi akaguna tu. Huyu mwingine akapigwa kofi akanyamaza kimya akawa anaangalia. Kofi na nguvu ya kofi ni ile ile. Kuna nyoyo zetu ziko tofauti. Na ikiwa wewe katika moyo kuna nguvu ya ain, inaweza kumdhuru yule biidhnillah azza wa jalla, yule ambaye umempenda mwanao. Kwa mfano leo mtoto yuko vizuri, kwa bright shule, bila ya kusema masha Allah, huyu mtoto ghafla utaanza kuona masomo niambi hamna kitu. Au mke wako ni mzuri mashallah, anakuvutia, anakufurahisha, baada ya kusema masha Allah tabarakallah, unaanza kusema mimi na pisi mimi, yani hii pisi kali, yani si yani sio mchezo, bila kutaja mashallah. Ghafla uzuri unaondoka, anaweza kupata ulemavu, anaweza kupata ugonjwa ukaharibu sura yake, ukaharibu rangi yake, ukavuruga kila kitu, au mahusiano yenu yakafa. Yani mwanamke kwanza pale akaanza kuwa mkorofi. Au mnapendana sana kwenye familia, wewe na mke wako mnapendana vizuri, ukaanza kusimulia watu kwamba mimi bwana, yani hapa mke wangu kisha kutuma message, baby uko wapi, nikuandalie nini, alafu kichelewa mwenzio huku naumia na nini na nini. Ukaona wasimulia watu hivi, watu wakasema
mwenzetu unapati hiyo. ghafla mke wako kachinja. Subhanallah. Basi hicho ni na hii sema ndo kibaya zaidi hicho. Sitaki kukuona, sitaki. Yani hakuna anayenisikiliza. Yani athari ya kijicho. Athari yake ni kwamba wewe unavutiwa. Masahaba wamefanyana kijicho, lakini hawafanyana hasad. Na wao pia wamefanyana kijicho. Tupe. Sahaba Rabia ndio alimfanyia kijicho Sahal ibn Sa'd. Alitoa nguo yake ya juu hivi, akaona mwili wa six pack, six pack, rangi nyeupe, mwili, ngozi nzuri nini, akapaka kusema bwana uko vizuri, umependeza bwana. Akaanguka pale. Kijicho hakikopeshi. Kijicho kinaua mtu dakika sifuri. Mtume sallam anasema al-ainu yudkhilu al-jamala fi al-qidr wa yudkhilu al-insana fi al-qabr. Kijicho kinamuingiza ngamia kwenye sufuria na kinamuingiza binadamu kaburini. Hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu. Kwa nini? Kwamba mtu akiwa kijicho akafa pale au akazorota afya yake, kama muda wake wa kufa bado, akasubiri mpaka wakati wa kufa akafa. Unafahamu? Sasa akaanguka sana. Mtume sallam alipoitwa alikuja pale akamwambia, ataktulu akhaka biainik ala ma barakta alayhi. Unamuua ndugu yako kwa kijicho, kwani kumtakia baraka? Kwani useme tabarakallah, mashaallah, useme ndo kama. Kisha akafundisha tiba pale inaitwa irtisalul ain, kuoga kwa mwenye kijicho. Unachukua maji weka kwenye beseni, unaosha mikono yako miwili, miguu yako, uso kwanza, uso, kichwa, mikono miwili na miguu. Kisha maliza ile maji anamwagiwa yule alofanywa kijicho. Lakini hii sasa anajulikana alofanya kijicho nani. Yaani ukishamjua ambaye alifanya kijicho, yeye ndo ana ihtisalul ain. Au wewe mwenyewe unahisi kwamba huyu mwanangu huyu inawezekana nimempiga kijicho, unafanya ihtisalu, au mke wangu huyu hivi. Kisha anamwagiwa ile maji katika mwili wake wote, na biidhnillah azza wa jalla ile athari mbaya inaondoka. Sasa hii ndio tofauti. Sasa asli ya hasadi wanasema maulama. Sheikh, kabla hujaanza hasad, utajijuaje kama wewe, kwa sababu umesema wewe inatofautiana. Je, aini mtu anaweza akajijua kwa mimi nina kijicho kibaya? Kwa mfano utakapopendezwa na kitu alafu ukasema chochote au hukusema, lakini kile kitu kikatokea. Mfano umesema tuzungumze na visa hapa. Nakumbuka miaka ya nyuma sana, mimi na vijana wangu tulikwenda Mtwara kwenye mambo haya ilaji, mambo ya tiba. Kipindi kile tulisafiri usiku tukafika asubuhi. Sasa tumetoka stendi tunakwenda kwa mwenyeji wetu maeneo ya Ligula. Tunatembea tukafika mbele tukakuta nyumba moja kuna mkungu wa ndizi. Ni mrefu sana, yani umetoka juu mpaka chini. Mmoja wetu pale, sitaki kumtaja jina, akasema jamani, mimi sijawahi kuona, wallahi ile kuona ulikatika ule mkungu vana ndiye ndizi kamwagika chini. Nikamwambia Sheikh, umepiga kijicho, umepiga kijicho ndizi za watu. Kwa hiyo wenyewe watatoka ndani watakuta mgomba umekatika, watasema labda ni uzito tu, lakini hamna uzito, kwa sababu kuna mti ka support pale, ule mkungu mzito, kuna miti miwili kaeka hivi kafunga hivi ka support, lakini Sheikh haikusaidia kitu. Wale alipozungumza tu. Uzuri wa bahati ngombe zile ndizi kwa zimisha komaa, kwa hiyo hata zilipoanguka watakuja kuchukua tena kuzitumia. Kwa hiyo hicho nimeona mimi kwa macho yangu kabisa hivi, nimeona. Na niseme Abubakari, ukisikia jicho ni mionzi, ni mionzi ambayo inatoka kukivaa kile kitu ambacho wewe umekiona. Kama movie. Ni mionzi. Wewe unafikiri hivi vitu vyote tunavyovitumia sasa hivi vinatumia mionzi tu.
Kwa hiyo sio kitu cha ajabu cha kushangaa mtu asema mtu katazama tu afu mama ndio kasema Imam Ibn Qayyim. Hii ni mionzi inaenda inaunguza hele kitu na lazima iwe kwenye kitu kizuri. Hata mimba inaondoka. Kama mtu anakufa mimba vipi? Mtu anakufa mimba vipi? Nauliza kijicho lazima iwe kwenye kitu kizuri, ama waweza kusema kitu kibaya pia na ukakiathiri? Hapana, nadharatul istihsan. Ni kitu kizuri kinachokuvutia. Kitu kibaya huwezi ukipiga kijicho. Sawa. Wewe unakichukia kukitazama kwanza. Ukiona kwenye pia unakiona vipi? Kwa hiyo mionzi ile haiendi. Haiendi. Ndio kitu kibaya kile. Okay. Subhanallah. Na ndio maana Mtume sallam akasema lau kana shay'un sabaqahu qadar la sabaqahu al-ain. Fa inna akthara min ummati man yamutu bil ain. Lau kama kungelikuwa kuna kitu kinaweza kutangulia qadar, basi kijicho kingetangulia nini? Qadar. Kwa sababu wengi katika umma wangu wanakufa kwa kijicho. Unapigwa Abubakari sasa hivi hapa, yawa kichwa. Pelekeni hospitali, pimwa kila kitu, hamna kitu. Fika saa 10 naambia bwana ametutoka. Nini? Haya kidogo itakuwa hati hataki nini watasema, lakini kiuhalisia ndio kijicho ni hatari sana. Ndio. Kijicho ni hatari sana. Kwa maana kwamba watu wasipoishi Kiislamu zaidi, madhara yatakuwa ni makubwa zaidi. Ruqya, Sheikh Maulid. Ile tena mfumo ni ule. Muawidhat, Ayatul Kursi, Surati al-Fatiha. Umemaliza. Yani ile unarudia, unasoma asubuhi, unasoma jioni, unasoma asubuhi, unasoma jioni, unasomea na maji, unakunywa, unajimwagia, unajipaka ile. Na hii isichukuliwe na hii tatizo Sheikh Muhammad Nduri ni kwamba mtu anataka asome mara moja anywe ile nalo neno ndipo subhana kionje ile. Sasa tunataka hivyo Allah au sasa kwa nini sasa mara moja? Sasa itakuzuru ikiwa inatoka mara moja. Sasa utaona hiki kisa ambacho nimetoa cha aini hapa. Huyu mgonjwa tulikuwa naye hapa karibuni mwaka mzima, mfanywa ruqya mwaka mzima. Umemfuata Mtwara? Tulokwenda naye. Mlitoka naye huko Mtwara. Tukamuuliza maswali, wewe nyumbani kwenu kule hamna kitu mmefanya? Akasema kule nakumbuka mume wangu mimi pale nyumbani wakati tunajenga alituta wataalamu kutoka Msumbiji. Kuna vitu vilifukiwa pale. Akasema ndio maana uponi. Sasa hapa tiba tunastopisha, tunakwenda. Twende kwanza kule tukaweke mambo sawa ndio turudi hapa. Subhanallah. Kwa hiyo ikabidi twende. Sasa wakati tunakwenda ndio ikatokea hilo tukio ambalo nimeelezea hapa. Tulipokwenda kule kweli tukamuuliza yule mume wake, akatuonyesha kuna kitu kilifikiwa hapa, kuna kitu kilifikiwa hapa, kuna kitu kilifikiwa hapa. Tukafukua madude yale yote. Na kweli mkayaona? Ni madude yamewekwa kama zindiko na nini. Tukayabeba yale madude yote, tukasomea maji ya tusihiria, tukamwagia, tukatupa huko kwenye mapoli. Tuliporudi tu hapo, yani haikumalizika wiki moja, binti yuko safi na amekaa kwa mumewe karibuni miaka 9, hana mtoto, hana ujauzito. Aliporudi tu ujauzito. Allahu Akbar. Hii alisema Sheikh Maulid hapa kwamba kuna mtu anataka afanye mara moja aone. Sio kila ugonjwa unaweza kutibu mara moja. Kuna ugonjwa lazima utibiwe. Kwa nini watu tibiwa wanatibiwa miezi 2, miezi 3, 6? Kuna watu wanatibiwa kansa miaka 10. Kwa nini unataka utiba za ruqya iwe ni mara moja? Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ni hakimu, anafanya mambo yake kwa mipango mikubwa, kwa ilmu. Pengine kakadiria mja wangu hapa nimfutie dhambi mpaka ikifika hapa ndo nimponye. Kwa nini wewe unalazimisha lazima upone saa ile ile, na usipopona saa ile ile unasema tiba itakuwa inifai? Unaachana nayo kabisa. Ngoja tuangalie njia nyingine. Sasa wewe ufahamu mbaya wa watu katika upande huu. Tuende kwenye hasad Sheikh, kwa sababu kulikuwa kuna ilizungumzia tofauti na hasad. Tayeb, sasa asili ya hasad ni maulama wanasema huwa alhaqdi walbughd watamanni zawali neema min sahibi, roho mbaya, chuki na kutamani iondoke neema kutoka kwa mwenye nayo.
Yani hasidi kwanza anapata tabu kuliko yule ni musudu. Kwa nini? Sababu unasikia Sheikh Maulid sasa hivi ana V8 halali usiku kucha. Kaitoa wapi? Yani sio Kaipataje? moja. Atasema mpaka mke anamuuliza, wewe bwana siku hizi mbona usingizi? Anahangaika na Maumivu kwenye moyo wake. anageukia huku anarudi. Lakini Sheikh, hapo bana bado kidogo umenitatiza jambo moja Sheikh, na nadhani hata mtazamaji atakuwa anatatizika na hilo. Sote tunatamani Sheikh, yani unaweza umetaja mfano wa V8 ikipita hapa, wewe hutamani itoke. Kwa hiyo unatamani kumiliki na wewe kama hiyo. Shida ni kwamba yani wewe hutaki usikia habari ya Sheikh Maulid bwana. Sasa hivi ana V8, ana nyumba ya ghorofa moja, ana wake 4, ana watoto 32. Samani kweli mimi naanza mashallah. Lazima tuseme mashallah. Ndio. Asija karudi nyumbani na sayar. Kwa mambo yote yameharibika. Hii ndio hasad. Ndio. Hasadi hafanyi muumini anemjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hasadi anafanya mtu wa hovyo, mtu ana imani ndogo mno. Mumin fasik anaweza kuwa ni hasidi, kwa sababu hasadi ni itirad ala rabbi jalla wa, ni upinzani kwa Allah, kwamba kwa nini ukampa fulani na mimi hujanipa. Na hii iko kwa mashekhi zaidi, mpaka kwenye mashekhi inaonekana wazi kwamba unamsikia shekhe anampandia mtu hewani, anamradi, anamtani, anamsema vibaya, anamkosoa, wakati mwingine hata kumtukana na kumdhalilisha. Ilikuwa ni kitu kidogo tu. Bwana Sheikh Maulid uko nyumbani? Niko nyumbani. Au uko msikitini? Bwana kidogo na haja na wewe. Nimesikia jambo mpaka pale. Bwana Sheikh Maulid nimesikia kwenye Africa TV. Nimesema kama ile ikoje na asiri yoyote. Maana mimi nimepata tabu kidogo. Nasema Sheikh wangu hapa kapata wapi? Wallahi Sheikh Maulid hata kama alikosea atatanazali, atasema kama nimesema hivyo kwa kweli ulimi wangu ulinitangulia. Hii ni subqul lisan, ulimi wangu ulitangulia, hakuna dalili katika hii. Sasa hapa itabidi nifanye mipango tena, niwaombe Africa TV wanirudishe pale nikasahihishe. Hivi bwana atachukia? Hapana, ataona medhalilishwa. Tena umemheshimu. Unamtandika mtu, ana wanafunzi, ana watu wanaomheshimu, ni shekhe katika eneo, unakurupuka, hujui kama alichokisema ana hoja nacho, wewe hujui ile hoja, au katanguliwa na mwanachuoni mkubwa katika wanachuoni na yeye ni mukallidi. Unafahamu sisi wote ni mukallidun, sote tunaiga sisi. Sisi sio maima katika hii dini. Katika hii dini kuna maimam na kuna wanawafuata maimam, lazima. Na ndio maana wewe huwezi kukurupuka na aya kisha ukaitafsiri unavyopenda wewe. Utaulizwa man sabaka biha bihadha, kakutangulia nani kwenye maana hii katika wanazuoni? Wewe sio mwanachuoni, wewe ni mwanafunzi tu. Kweli. Kwa hiyo unakuta ukiangalia kuna hasadi pale, kwamba bwana anaichi. Kwa hiyo sasa hapa ngoja nimtandike vizuri, na niuma kwa nini iko vile. Lakini kinyume chake yule ni ndugu yako, tena kama ni maduati wote mko katika safu moja, wote mko katika sunna. Sasa inapelekea mpaka kutoana kwenye sunna, tena yule fulani sio mwana sunna, sio mwenzetu, sio mwana sunna. Kadi nyekundu, wakiangalia njano basi mpe jitafakari, pigwa kadi nyekundu nje ya uwanja. Hasa ni kuchukia mtu ile hali alionayo, neema. Kama anapendwa, mathalan mtu anaweza kupendwa na viongozi tu, ukakaa hivi viongozi wa nchi wakawa wanampenda, au matajiri wakubwa wakawa wanampenda, wakawa wanampa baadhi ya mali na nini, au kumpa baadhi ya mashuruati kuzisimamia misikiti na nini, au wakawa wanamsaidia tu katika hali moja au nyingine. Hiyo inaleta hasadi. Hata kwa mashekhe pia wapi, sisemi wote, lakini baadhi ya mashekhe tunaona kabisa maneno yao ndani yake wameguswa na hasadi. Hasadi na ain vyanzo vyake ni tofauti, madhara yake ni mamoja, isipokuwa kwenye upande wa madhara, hasadi inaweza ikaharibu jambo kabla ya kutokea na inaweza kuharibu baada ya kutokea. Ain mpaka itokee,
mpaka itoke. Na hasadi inawezaje kuharibu jambo kabla lijatokea? Ni kwamba wewe una mipango yako mikubwa ya mafanikio, kila unaimuona bwana, yani baada ya miezi miwili mimi sio mwanzenu, nalipo zile bilioni zangu 5. Kwa hiyo tuonane hivi baadaye, tutakuwa hatuwezi kukaa na nyinyi tena. Shekhe, zitayayuka hizo bilioni 3 katika sura ambayo wala hutegemei. Mpaka unashangaa ilikuwaje? Zitayayuka bwana kabisa. Au sijui bwana, mimi biashara tajiri fulani nipa mtaji, nataka tufungue biashara fulani, kwa hiyo mimi nitakuwa. Mwambie mtu naimwamini kama Sheikh Maulid, unajua mtu atsohidi huyu akitaka kunifanyia hasadi mwenyewe, kwanza moyo wake ataanza kujiuliza, sasa mimi hapa nachukia nini? Sio nimeombe Allah na mimi anipe kabisa. Allah mbariki yule bwana, mashaallah, kadha. Mtu tauhid. Badala yake mtu ataanza, jamaa yule bwana hajapata hela, tunakoma hivi, akipata itakuwaje? Kuisha sisi. Umeona? Kwa hiyo hasadi inaanzia hapo. Na madhara yake ni makubwa. Natoa kisa kidogo. Sababu mimi kama alivyosema Pacha, niko kwenye hii tasnia muda mrefu, miaka 25 sasa. Kijana mmoja alikuja kuniaga mimi, anakwenda masomoni Libya. Mimi nikamwambia alhamdulillah, mashaallah, tabarakallah, lakini usimwambie kila mtu. Kipindi kile Gaddafi ni kiongozi na Libya sio mchezo. Libya ile yenyewe ile, baada ya wahuni kuingilia kati. Ndio. Nazungumzia ile Libya yenyewe ambayo ilikuwa ukienda ukisikia mtu anakwenda Libya maana amekwenda mahali. Ndio. Akaniitikia yule kijana, ni mwanafunzi wangu, bali kumsomesha baadhi ya masomo. Lakini akaondoka pale, alikuja kuniambia baadaye. Akaondoka pale kama vile anasema, Sheikh bwana, naye Kiswahili kazidi. Sasa neema kama hii pia tusitangaze. Amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sheikh anapinga mpaka haya yule bwana azungumza. Nikamwambia hapana, mwambie tu baba, mama, kama unamwamini kipenzi chako, rafiki yako karibu nini, anikutakia mema, mwambie, usimwambie kila mtu. Yeye akatangaza kwa kila mtu, wanafunzi wenzie, nani. Akasafiri. Mimi alivyosafiri sina habari, japo aliniambia nitasafiri mwezi ujao, lakini akaenda Libya. Alipofika Libya akapokelewa na chuo, akapelekwa bweni. Siku asubuhi anakwenda kufanya usajili sasa ili aanze masomo. Anasema alikuwa anachomwa na kitu kwenye utosi kama mkuki. Anasema yale maumivu nilikuwa nayapata mpaka nazimia. Nikirudi kutoka darasani nikiwa bwenini ni mzima. Nimepelekwa hospitali zote za Tripoli pale kubwa kubwa kuchunguzwa na nini, mfanywa ma CT scan, MRI nini, hamna kitu. Hiyo ilikuwa ni miaka ya 90. Unaona? Anasema wakaniangaikia miezi kama 3 hivi, kabidi chuo kinirudishe. Sababu sisomi. Atatuletea matatizo. Anasema nimefika airport hapo, nimeshuka ni mzima mpaka leo, yani si kile kitu hamna. Shekhe, nimekuja kwanza unisamee, nilikudhania vibaya ulivyoniambia vile. Lakini leo nimerudi hapa ni mzima na sina tiba yoyote. Na siumwi chochote. Nikamwambia Allah alitaka kukuonyesha ukweli wa maneno aliyosema mtume wake alayhi salatu wassalam kwamba kuna hasad na kuna ain. Sasa hii ndio maana yake. Kiambiwa usitangaze mazuri yako kwa kila mtu, wako mahasidi na wamejaa tele. Na kuna nchi hizo sihitaji hapa, lakini mpaka watu wanakodiwa hasa kwamba mtu amejenga kasiri lake Sheikh Maulid, mimi limeniuma, astaghfirullah, sana moyo kama huo. Anamfuata Abubakar, hapa bingwa Abubakar, audhu billahi min dhalik, twende huku bwana, utanipa shilingi yani kabisa, ni biashara, yani mtu anajijua mimi ngapi utanipa. Mimi ndakupa kiasi fulani, mbaya nipe kabisa. Twende nipeleke ngati zako kuna ndio hii moto bwana ulikotoka. Sheikh moto, shoti ya umeme. Na rafiki yangu kibaya kanunua kipindi kile Skudo mpya. Yaani hivi matukio nakwambia nimeona mwenyewe. Ndio.
ah